Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mpenzi wa Gideon Online TV, nipende kukaribisha tena kwa kipindi hichi cha hadithi. Basi niliyoko mbele yako ni Aiton Josephat. Napenda pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Gideon Mamkwe katika kanisa hili la Mlima Moria Ministry linalopatikana mtaa wa Maili 6, Moshi, Kilimanjaro. Leo tutaenda kuzungumzia hadithi au utangulizi wa hadithi ya Yesu Kristo mwana wa Daudi. Wako watu wengi wamekuwa na maswali kuhusiana na Yesu. Wengine wakimtambua kama Mwokozi, wengine wakimtambua kama mwana wa Mungu, wengine wakisema ya kwamba ni Mungu mwenyewe, wengine wakisema ni Nabii Isa, wengine wakisema ni mtoto wa Daudi ambaye alikuwa seremala. Lakini wewe pia sijui unasema kwamba Yesu ni nani. Ila katika stori hizi tutaenda kuona Biblia inataka tumjue Yesu Kristo kama nani. Katika kipindi hichi tunapoelekea Christmas ambayo ni sherehe ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu, nipende basi kukufahamisha kwa utangulizi huu kwamba Yesu alikuja duniani kufanya nini au alikuja kuleta nini. Yesu tutaenda kujifunza katika hadithi kwamba Yesu alipokuja duniani alikuja kwa mambo mengi. Ndio maana story hii itakuwa ni nzuri sana kwako, hivyo usiache kunifuatilia. Jambo la kwanza, Yesu alikuja duniani kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka kwenye dhambi. Alikuja ili kumpa mwanadamu uwezo wa kuishinda dhambi. Yesu Kristo alipokuja duniani alitoa damu yake, alipita katika majaribu mbalimbali kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Wanamfahamu Yesu au Biblia inamtambulisha Yesu kama mjumbe wa Agano Jipya. Yesu pia alikuja duniani kwa ajili ya kumleta Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu aliwekwa katika mioyo ya watu au katika nia za watu ili waweze kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu, ambaye akasema kwamba atakuwa msaidizi wetu. Basi Yesu pia alipozaliwa alikuja duniani akaishi kama mwana wa Mungu. Tutaona katika Biblia kwenye kitabu cha Yohana 1 kitabu cha Yohana 3 mstari wa 16, maandiko yanasema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo utaona kwamba Yesu alikuja pia kumpa mwanadamu aweze kuwa na uzima wa milele. Baada ya mwanadamu kumtenda Mungu dhambi, baada ya mwanadamu kushindwa kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu, Mungu mwenyewe aliona kwamba anabidi amlete mtu duniani. Ukisoma katika maandiko au katika vitabu vya manabii kama Nabii Isaya, utaona mahali anasema kwamba kilikaliwa kikao mbinguni, wakauliza kwamba ni mtume nani ulimwenguni kwa ajili ya kazi yangu. Lakini Yesu Kristo mwenyewe akiwa mbinguni akasema nitume mimi. Kwa hiyo Yesu Kristo, Mungu akapata kumtuma Yesu Kristo kama mwanae. Hapa ndipo tunaona kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Akamtuma ulimwenguni kwa ajili ya kazi ya kumleta Roho Mtakatifu. Lakini pia Yesu huyu tunaonyeshwa kwamba alikuja kwa ajili ya kuangazia waliokuwa katika giza na uvuli wa mauti. Yeye alikuwa ni nuru. Katika kitabu cha Yohana 1 kinamzunguzia pia Yesu kama alikuwa ni neno. Ukisoma Yohana kuanzia 1 mstari wa kwanza mpaka wa 12, utaona kwamba anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa hapo kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Na vyote vilifanyika kwa huyo, na pasipo yeye hakikufanyika chochote. Naye neno anasema kwamba ilikuwa ni nuru, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu mwenyewe alipozaliwa alikuwa ni neno. Ndio maana tunaona neno la Mungu, wako wanaoamini neno la Mungu, na tunalitumia neno la Mungu kwa ajili ya kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo basi Yesu alipokuja aliweza kuwapa wanadamu uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Jambo ambalo alifanya Yesu huyu ambaye tutaenda kupata hadithi zake ni kwamba alimpa mwanadamu uwezo wa kuwa mtoto wa Mungu. Katika Yohana 1 mstari wa 12, maandiko yanasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwafanyika wana wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hiyo utaona kwamba kwa jina hili Yesu, hata ukisikia story mbalimbali, wako watu wengi wanapoita jina la Yesu wanapata kuokolewa, wanapata kuponywa, wanapata kuwa wana wa Mungu, wanapata kuondoka na shida mbalimbali kama mapepo au majini ambao alikuwa anawafuatilia
Wanapotaja jina la Yesu, jina hili limesemekana kwamba ni jina ambalo lina nguvu ya ajabu. Ni jina ambalo limeweza kuwasaidia wanadamu katika maisha yao. Ni jina ambalo wanadamu wakawa wakiliita wanapata kuokolewa au wanapata kuponywa katika magonjwa. Hivyo basi Yesu alipokuja pia duniani alikuja kwa ajili ya kumwezesha mwanadamu kupona magonjwa yake. Tunaona kwamba maandiko yanasema kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Maana huyu Yesu alipokuja duniani aliishi, akapata mateso, akasulubiwa, akafa, na baadaye Biblia inasema kwamba alifufuka baada ya siku ya 3 na kuketi mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo Yesu baada ya kufa na kufufuka aliwapa wanadamu pia uwezo wa kuwa na nguvu ya kuishi au ya kuwa na nguvu ya kuishi katika roho, kuishi milele. Ndio maana katika kuna maandiko yanasema kwamba katika kitabu kile cha Yohana 1:14 pale kwamba bali wote waliompokea aliwapa, katika Yohana 14 inasema kwamba mimi ndimi ufufuo na uzima. Mtu aje kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Maana yake tunaona kwamba Yesu mwenyewe alikuwa ni ufufuo na uzima. Baada ya yeye kufa na kufufuka, basi kila waliomwamini aliwapa nguvu ya kuweza kuwa hai kiroho, aliwapa nguvu ya kuweza kufufuka. Basi mtu huyu ambaye anaitwa Yesu alipoishi hapa duniani alitenda matendo mengi na ya ajabu. Alifufua watu wengi, ikiwemo mtu mmoja anaitwa Lazaro, tutaenda kuona. Aliponya wagonjwa wengi, aliponya viwete na watu wasiokuwa wanajiweza, wenye ukoma aliweza kuwatakasa. Aliweza kukomboa watu wengi ambao walikuwa na shida mbalimbali, akawaambia wainuke na kwenda. Kwa hiyo Yesu alipokuja duniani alitenda ishara nyingi na ishara za ajabu. Kwa hiyo basi akawa ni mtu ambaye watu wengi walikuwa na maswali mengi juu yake kwamba huyu ni mtu wa namna gani. Pia wengine wakasema kwamba Yesu alikuja kuleta amani kwa wanadamu ambao haikuwa hapo mwanzo. Na pia katika maandiko yake kuna sehemu kwamba Yesu mwenyewe alisema kwamba amani na waachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi si kama ulimwengu utoavyo, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Kwa hiyo basi Yesu pia anasema kwamba yeye alikuja kuifunua hekima ya Mungu. Maandiko matakatifu yanamuelezea Yesu kwamba ndio mtu pekee ambaye ametoka mbinguni na kuja duniani, na ndio mtu pekee ambaye alikuwa kifuani pa Mungu akiwa akimfunika na kumfunua. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajua siri nyingi za ufalme wa mbinguni. Na alipokuja wanasema kwamba alikuja kwa ajili ya kuifunua hekima ya Mungu ili wanadamu tuweze kumfikia Mungu. Maandiko pia yanamueleza Yesu Kristo kwamba alikuwa ni kiti cha rehema. Kama nilivyotangulia kwamba yeye alikuja kwa ajili ya kumpatanisha mwanadamu na Mungu. Hivyo alipokuja duniani alifanyika kama upatanisho. Kwa damu yake watu waliweza kutakaswa dhambi zao, wakaweza kumkaribia Mungu. Kupitia Yesu huyu na jina lake na damu yake, watu walipewa nguvu ya kuweza kuingia patakatifu pa patakatifu. Hapo kabla ya kuja Yesu, watu walikuwa wakitenda dhambi, inabidi watoe mbuzi au watoe kafara kwa ajili ya kupata msamaha. Lakini pia Yesu alipokuja, walikuwa watu hawawezi kumfikia Mungu pasipo kukutana naye uso kwa uso. Lakini baada ya yeye kuondoka au kufa na kufufuka, aliachilia nguvu ya ajabu ambayo kila mtu akimuita aliweza kumfikia, ambaye kila mtu akimomba aliweza kumpata. Lakini aliachilia jina ambalo lina nguvu, ambao watu walikuwa wakiita jina lake wanapata furaha, wanapata amani. Kwa hiyo mtu huyu ni nabii ambaye amekuwa na maajabu sana, au amekuwa akitamkwa sana katika dunia sasa au katika Agano Jipya. Kama nilivyosema kwamba inajulikana kwamba yeye ni mtu au ni mjumbe wa Agano Jipya. Kwa hiyo amekuwa na matendo mengi ya ajabu na kushangaza. Tutaenda kuona mwanzo wake na mwisho wake. Na tutajua kwamba Biblia inatufundisha sisi Yesu ni nani. Je, yeye ni Mungu au ni neno? Au yeye ni mwanadamu wa kawaida? Au ni roho iliyotoka mbinguni ikaja duniani? Kwa sababu pia maandiko yanasema kuzaliwa kwake kulikuwa kwa aina tofauti sana. Maana alizaliwa kwa Bikira Maria, wanasema kwamba hakuzaliwa kwa jinsi ya kawaida kama tunavyojua science inavyotueleza. Ili mtoto azaliwe inabidi kuna mume na mke.
lakini tunaona yeye alizaliwa kwa mapenzi ya Mungu, na maandiko yanasema kwamba alizaliwa kwa neno. Hivyo basi, ndugu mpenzi mtazamaji, nabii huyu alitoa neema ya ajabu ya watu kushinda mauti, ya watu kushinda dhambi. Alitoa uweza wa wanadamu kuweza kumkaribia Mungu. Alitoa uweza wa wanadamu kuweza kushinda dhuluma, kuweza kushinda mambo mengi na kuweza kumfikia Mungu na kuweza kuishi maisha mazuri hapa duniani. Usikose kunifuatilia katika hadithi hii ambayo utajua kwamba Yesu alizaliwa vipi, aliishi maisha namna gani, alitembeaje hapa duniani, na mwishowe alikufa na alifufuliwa, na anataka tuendeje. Kama nilivyotangulia kusema ya kwamba ikiwa basi tunamwamini Mungu, Yesu Kristo anabidi awe ni msingi wetu. Inabidi tufuate maisha ya Yesu aliyoishi hapa duniani, ili na sisi tuweze kuwa mfano wa wana wa Mungu au kuwa watoto wa Mungu. Usikose kunifuatilia katika hadithi hii ya Yesu Kristo, kuanzia kuzaliwa kwake, kuishi kwake, kufa kwake na kufufuka kwake.